Unajua Simba anaweza kunyang'anywa alama tatu vizuri kabisa bila shida yoyote. Sema tu ni kwamba sometimes watu hawaelewi jambo moja. Mchezo wa dabi ule uliahirishwa kwa sababu Simba walitishia kugomea mchezo. Na baada ya Simba kutishia kugomea mchezo, maana yake walipaswa kutoa sababu za msingi. Lakini Simba hawakutoa sababu za msingi za kutishia ambazo zilipelekea wao kutishia kugomea mchezo. Sasa kwa sababu hakutoa sababu ambazo ni za msingi sana, maana yake ni kwamba Yanga wakienda kushitaki kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo duniani CAS, wana uwezo wa kushinda kesi, na wakishinda kesi maana yake watapewa alama tatu. Wakipewa alama tatu maana yake Simba wamekosa. Ingawa kisheria ni kwamba mchezo mtu atapewa alama tatu endapo mchezo utachezwa na waamuzi wote, wale officials wote wataenda kufanya ukaguzi. Wakifanya ukaguzi ukikamilika kabisa na timu ikaingia uwanjani, filimbi ikapulizwa ya kwanza mchezo na kumaliza mchezo, ndio mtu anapewa alama tatu. Lakini ukumbuke tayari kwenye hili sakata kuna makosa ya bodi ya ligi hapo katikati ambao walijitokeza baada ya bodi ya ligi kutangaza kuahirisha mchezo, ikiwa Simba walishatoa barua walishatoa walishatoa statement yao ya kutishia kushiriki mchezo baada ya kuzuiliwa kuingia uwanjani kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo. Sasa kwa sababu barua ya bodi ya ligi ilikuja mwishoni baada ya barua ya Simba kutoka, maana yake ni kwamba Yanga wanaweza kupeleka ile kama uthibitisho ama ushahidi kwamba sio kwamba kulikuwa kuna vitendo vya uvunjifu wa amani, au sio kwamba kulikuwa kuna viashiria vya kutokuwepo na usalama, ila influence ya Simba ndio ambayo ilipelekea bodi ya ligi kuahirisha mchezo, on which hiyo inaweza kukubalika kwa sababu wale CAS wanaweza tu wakahoji kitu kimoja kwenda TFF na bodi ya ligi. Kwa nini hamkuahirisha mchezo kabla ya Simba kutoa statement yao ya kutishia kuto kushiriki mchezo? Hilo litakuwa swali tu ambalo nataka kuulizwa. Kwa sababu viashiria vya uvunjifu wa amani au kuto kuwepo na usalama huwa vinaweza kuonekana tu mapema bila shida yoyote ile. Kwa wataalamu wa usalama wanaweza kuviona mapema tu. Sasa kama bodi ya ligi waliviona hivyo viashiria vya kuto kuwepo na usalama, kwa nini hawakutoa taarifa ya kuahirisha mchezo mapema? Kwa sababu kama bodi ya ligi wangetoa taarifa ya kuahirisha mchezo mapema kabla ya taarifa ya Simba, maana yake ni kwamba bodi ya ligi ilikuwa haina makosa na hakuna timu ambayo ingeweza kwenda kushinda kesi popote pale. Maana yake ni kwamba kila mtu angefuata maelekezo ya bodi ya ligi. Lakini kwa sababu bodi ya ligi imekuja kutoa taarifa baada ya kuona barua ya Simba kwenye mitandao ya kijamii, maana yake ni kwamba barua ya Simba imeinfluence bodi ya ligi kuahirisha mchezo, kitu ambacho ni kinyume na sheria. Yaani unavyoahirisha mchezo, unatakiwa kuahirisha mchezo masaa 24 kabla ya mchezo. Na kama kuna sababu za kiusalama, manake zatakiwa kuthibitishwa na mamlaka husika. Sasa kwenye hizo mamlaka husika zinazodhibitisha ni zipi? Ni polisi na bodi ya ligi na afisa usalama wa mchezo. Sasa sisi mpaka sasa hivi hakuna sababu yote ambayo imetolewa na jeshi la masuala ya usalama kwamba labda kuna changamoto ya kiusalama ambayo ilitokea. Hakuna taarifa hiyo. Maana yake ni kwamba usalama wameuona TFF, bodi ya ligi peke yao. So hiyo pia inaruhusiwa by the way, kwamba kukiwa kuna viashiria vya uvunjifu wa amani au kutokuwepo na usalama, sio lazima waone wale maafisa usalama wa kinchi. Hapana, wanaweza wakaona tu hata bodi ya ligi kupitia kanuni zao na vitu vyao. So kwa kile ambacho kilitokea, inawezekana wakawa nao watapeleka ushahidi wao of course, lakini mpaka sasa kwa kila kitu ambacho kinaonekana ni kwamba hawa bodi ya ligi wao kama chombo ambacho kinasimamia masuala ya mpira wa Tanzania kimejiingiza kwenye matatizo kwa sababu wameahirisha mchezo ikiwa tayari barua ya Simba ilishatoka. So hiyo inaweza kupelekea Yanga wakaenda kushinda kesi na Simba wakapokwa alama tatu za mchezo zikaenda Yanga kirahisi kabisa. Na Yanga wakipewa alama tatu, maana yake Simba atahesabika kwamba amepoteza mchezo mezani, na hapo ndipo ambapo sasa kasheshe inaweza kwenda kuanza, kwa sababu watakacho kidimandi pia Simba ni kutaka nini? Ni kutaka alama zao tatu zirejeshwe. Zitarejeshwaje? Nao wataenda kushitaki wapi? Hata kama Simba
wataenda kushtaki kwenye mahakama ya michezo ya usuluhishi wa michezo. Ni ngumu Simba kushinda kwa sababu kwanza hawakuwa na sababu ya wao kutishia kuahiri kugomea mchezo, kwa sababu yani kuzuiwa kuto kufanya maandalizi ya mwisho sio sababu ya msingi, na of course hiyo ile kwenye mashirikisho yote duniani. Yani ile imewekwa ni kanuni, lakini sio timu zote zinafuata, na ukifuata hulazimishwi, yani hulazimishwi ufuate. Yani unaweza ukiamua unaweza ukafuata, ukiamua unaweza usifuate. So kwa Simba wao ile haikuwa sababu, means hiyo pia haiwezi kuwapa assurance ya kwenda kupata majibu positive popote. Na ndio maana hata kanuni pale chini haijaeleza kwamba huyu mtu labda atatakiwa ahirishe kucheza mchezo baada ya kugomewa kufanya maandalizi ya mwisho. No, imesema aliyemzuia ataadhibiwa, kwa sababu wanajua sio sababu ya msingi. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa baada ya Simba kutishia kugomea mchezo, kuna uwezekano mkubwa Yanga kama wataenda kushtaki kwenye mahakama ya michezo, wana uwezo wa kushinda na wakapata alama 3, na ndio maana wanazidemand hizo alama 3. Yani Yanga sio wajinga. Yani kusema wataka alama 3, yani hicho ni kitu ambacho wanajua wana uwezo wa kuzipata wakienda mbali zaidi. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitatokea, lakini Simba wana uwezo wa kupoteza alama 3 na Yanga wanaweza kupata alama 3 unless mazungumzo ya amani yafanyike alafu mechi ichezwe upya.